Wakati chama cha demokrasia na maendeleo yaani Chadema kikitoa pole kwa madhila walioyapata wananchi kufuatia matukio ya Oktoba 29 mwaka 2025, pia kimesema kitatoa tamko kuhusu mambo yanayoendelea nchini. Aidha, chama hicho kimesema kuachiwa kwa dhamana kwa vigogo waliokuwa wakishikiliwa na polisi hakujatokana na makubaliano yoyote na mtu yoyote yule, bali yameachiwa bila masharti kama vile ambavyo walikamatwa mwanzoni. Haya yamesemwa na makamu mwenyekiti wa Chadema Bara John Heche leo Jumanne Novemba 11, 2025 mara baada ya kutoka kuripoti kituo cha polisi cha Dar es Salaam, yeye pamoja na viongozi wenzake. Heche na wenzake watatu, kaimu naibu katibu mkuu wa chama hicho Bara Aman Golugwa, mjumbe wa kamati kuu Godbless Lema na mwenyekiti wa chama hicho kanda ya Pwani Boniface Jacob wameachiliwa jana Jumatatu Novemba 10 kwa dhamana baada ya kukamatwa kwa nyakati tofauti. Golugwa, Lema na Jacob walikamatwa Jumamosi saa chache baada ya jeshi la polisi kutangaza kuwasaka likiwahusisha na matukio ya vurugu za siku ya uchaguzi, wakati Heche akikamatwa wiki mbili kabla ya tukio hilo. Heche amesema baada ya kuwa mahabusu ya polisi tangu Oktoba 22, 2025 hakuweza kujua kwa undani kilichotokea. Jana usiku nimepata nafasi ya kuona mambo mabaya sana yaliyojitokeza. Vijana wengi wameumizwa, wameuawa, familia nyingi zimepoteza ndugu zao. Kwa niaba ya chama chetu tunatoa pole kwa Watanzania wote. Kiongozi huyo wa Chadema amesema wameachiwa kama walivyokamatwa. Anasema ndivyo tulivyoachiwa, hakuna mazungumzo yoyote yaliyofanyika na mtu yoyote. Nataka watu waelewe, wasilete propaganda kwenye kwamba tumeachiwa kwa makubaliano fulani. Hakuna makubaliano tulioachiwa nayo. Bado sisi ni watu tunaoamini ni innocent, yaani hatuna hatia, na wengine wanaoshikiliwa kinyume na utaratibu waachiwe waende kwenye familia zao, alikuwa ameendelea kusema. Kutokana na iliyotokea, Heche ameiagiza secretariat zipitie kwa undani na tuitishe kamati kuu, na kamati kuu ya chama chetu itatoa mwelekezo wa nini chama chetu kinazungumza na hatua gani tunachukua kwa kwenda mbele. Hayo yanaendelea wakati chama hicho kikiwa na zuio la mahakama la kufanya shughuli za kisiasa hadi kesi iliyofunguliwa na aliyekuwa makamu mwenyekiti wake Zanzibar Said Issa Mohamed na wenzake wakidai mgawanyiko wa mali itakapomalizika. Oktoba 18, 2025, akijiandaa kusafiri kwenda Kenya kuhudhuria mazishi ya mwanasiasa mkongwe wa nchi hiyo Raila Odinga, Heche alizuiliwa kwenye mpaka siriari ya idara ya uhamiaji iliyochukua hati yake ya kusafiria. Kwa mujibu wa video iliyosambaa katika mitandao ya kijamii, hatua hiyo ilizua mzozo baina ya Heche na maafisa wa uhamiaji eneo la mpaka huo uliopo wilayani Tarime. Hata hivyo, baadaye uhamiaji ilitoa taarifa kuwa Heche ameondoka nchini na kuingia nchi jirani pasipo kufuata taratibu, swala ambalo mwenyewe alilikanusha. Idara ya uhamiaji imetoa wito kwa raia wa Tanzania na wageni wote wanaotoka na kuingia nchini kufuata taratibu na kanuni zinazoongoza uingiaji, ukaazi na utokaji watu nchini ili kuepuka kutenda kosa kuchukuliwa na hatua za kisheria, ilieleza kupitia taarifa ya uhamiaji ambayo ilikuwa imetolewa. Baada ya taarifa hiyo, Heche alisema hajisafiri kwenda Kenya kama ambavyo imeelezwa na idara hiyo, bali yupo kijijini kwao Tarime. Oktoba 22, 2025, Heche alikamatwa eneo la mahakama kuu Dar es Salaam alipokuwa akihudhuria kusikiliza kesi ya mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu aliyekabiliwa na mashtaka ya uhaini. Baadaye ilibainika anashikiliwa Dodoma, ambalo ilidaiwa amehojiwa na uhamiaji. Novemba 5, 2025, wakili kiongozi huyo akisema Mwasipu alisema Heche amerejeshwa Dar es Salaam na anatumiwa kuhusika na vitendo vinavyodaiwa vya ugaidi vinavyohusishwa na matukio ya Oktoba 29, 2025. Mbali na Heche, Novemba 8, 2025, jeshi la polisi lilitangaza kuwasaka vigogo wanane wa Chadema na maaskofu wawili kwa tuhuma za kujihusisha na matukio ya uporaji,
uhalifu na vurugu na uhalifu wa mali na vurugu siku ya uchaguzi. Miongoni mwa waliotangazwa kusakwa ni katibu mkuu wa Chadema John Mnyika, mjumbe wa kamati kuu Godbless Lema, mwenyekiti wa kanda ya Pwani Boniface Jacob, mwenyekiti wa baraza la vijana Chadema Deogratus Mahinyila na naibu katibu mkuu bara Amani Golugwa. Wengine ni mkurugenzi wa mawasiliano kwa umma wa chama hicho Blenda Rupia, makada wa chama hicho Hilda Newton na Awad Kaloga, pamoja na maaskofu wawili Machum Maximilian mwanamapinduzi na askofu Joseph Gwajima wa kanisa la Ufufuo na Uzima. Kutokana na taarifa hiyo, Novemba 11, 2025, kwa nyakati na maeneo tofauti, viongozi watatu wa Chadema walikamatwa akiwemo Lema, Golugwa na Jacob, na wote waliachiwa jana pamoja na Heche.